Je, wewe mama umewahi kujiuliza kwa nini wakati ukiwa na ujauzito unapata njaa kwa haraka au unapata njaa kila mara? Ni swali ambalo umekuwa ukijiuliza sana, japo ulikuwa labda wakati mwingine hujamuuliza mtu au hujaenda hospitali, lakini ni swali ambalo kila mwanamke huwa linamtokea, baadhi ya wengi sana au asilimia kubwa. Na hii ni kwako wewe mama au wewe mwenye familia au unategemea kuwa na ujauzito. Hii hali utaipata, lakini pia unatakiwa kuwa na majibu yake. Njaa kali kwa wewe mama mjamzito husababishwa na nini? Kama umewahi kujiuliza, njaa kali kwa mjamzito inaweza kusababishwa na mambo yafuatayo au kadhaa. Hayo mambo ya kwanza tuseme ni mabadiliko ya hormones. Wakati wa ujauzito homoni hubadilika sana na kuongeza hisia ya njaa. Namna nyingine ya pili ni mwili kuhitaji nguvu zaidi. Mtoto anakuwa tumboni anahitaji virutubisho, hivyo mwili wako unakuwa unahitaji kula au kuimarika zaidi na zaidi ili kumlisha mtoto wako tumboni. Lakini pia kuna kupungua kwa sukari mwilini. Kiwango cha sukari kinakushuka haraka kusababisha njaa ya ghafla. Lakini pia kuna ukuaji wa mtoto pia, kwamba kadiri mtoto anavyozidi kukua anahitaji chakula kiongezeke kwenye mwili wake. Na unaweza ukajiuliza hamu ya chakula hutokana na nini? Kwa nini unapata hamu ya chakula kila muda? Inasababishwa na nini? Hamu ya kula chakula fulani au kitu fulani ambacho unahisi kwamba unakuwa unakipenda kila muda ukile, kwa wewe mama mjamzito. Na hapa kuna sababu zake ambazo nitakufundisha kwa siku ya leo. Sababu ya kwanza ni kupungua au upungufu wa virutubisho mwilini. Unaweza kutamani vyakula baadhi ili uweze kuwa unavipata kila mara, lakini kuna mabadiliko ya ladha na harufu kwa mjamzito. Kwa wajawazito wengi hupata mabadiliko ya ladha, harufu, hivyo utamani kula vyakula maalum, sio kila chakula hali. Lakini mabadiliko ya tatu, kuna mabadiliko ya kihisia, kwamba hisia au hali ya moyo pia vinaweza kuchangia kwa hamu ya chakula au kula haraka. Na kitu cha nne, kuna athari za hormones, kwamba hormones zinaweza kuathiri jinsi ya unavyotamani chakula fulani, kwamba ukajikuta unahitaji hiki, haupendi hiki, leo kala hiki, kesho kala kile. Ni wewe na hormones zako. Je, ni salama kwa kufuatia kila hamu ya kula? Jibu ni hapana, si kila hamu ya kula ni salama, hapana. Epuka kula kila kitu, kwamba kuna udongo, kuna mabarafu, kupita kiasi wewe ukila, hivyo vinakuwa sio salama. Lakini pia epuka vyakula vyenye sukari nyingi na mafuta mengi. Jaribu kuchagua vyakula vyenye afya njema ambavyo vitakulinda wewe na mtoto zaidi. Jinsi ya kudhibiti hali ya njaa na hamu ya kula sana: kula milo midogo midogo mara kwa mara, lakini pia hakikisha unapata protein, matunda ya kutosha na mboga mboga. Lakini pia kunywa maji ya kutosha, haya ni mazuri. Lakini epuka kukaa muda mrefu bila kula. Jitahidi sana uwe unakula, lakini pia jitahidi ulale vizuri pia. Hii itakusaidia wewe kuboresha afya yako na afya ya mtoto, lakini pia itakupunguzia ile hamu ya kula kila mara vyakula visivyo vya muhimu. Kuna wakati ambao utatakiwa kumuona daktari. Kama hii hali ikizidi, wasiliana na daktari, tupigie, tutakusaidia. Lakini pia kuna vitu ambavyo vitakusukuma wewe kututafuta ili tuweze kupa ushauri, na pengine kama utahitaji tiba tutakupatia tiba. Vitu vyenyewe ni kama hivi: kuna njaa kali kupita kiasi na haiishi, yani unakula unaendelea kula, yani kila baada ya muda unahitaji kula. Lakini pia kuna kutamani vitu visivyo chakula, kuna kupungua au kuongezeka kwa uzito kwako wewe mama mjamzito unakupita kiasi. Hizo hali ukiwa unaziona ukiwa mjamzito, hakikisha unapata tiba au unapata ushauri kwanza ili uweze kurejesha hali yako. Ushauri wangu wa mwisho ni upi? Mama mjamzito, njaa na hamu ya kula ni sehemu ya safari ya ujauzito wako. Cha muhimu ni kuchagua chakula sahihi, chakula kwa kiasi. Usile ili mradi. Chagua chakula ambacho utahisi kinaweza kuongezea afya njema, lakini pia kitamlinda mtoto akiwa tumboni, ili kulinda afya yako na ya mtoto pia.
itakuwa ni vizuri zaidi. Kama umejifunza kitu hapo na ni kipya kwako, tafadhali usisahau kulike, kusubscribe, lakini pia kushare kwa wamama wengine ili waweze kuijua vizuri afya ya mama na mtoto, au afya pia ya ujauzito na uzazi pia. Andika kwenye comments kwamba wewe ulitamani kula nini zaidi ukiwa mjamzito, ulitamani utumie nini. Share hapo, tutakusaidia wewe au utawasaidia wamama wenzio kujua ni nini wanatakiwa wafanye kwenye ukuaji au utunzaji wa mimba mpaka ujifungua.